Mohammed, do you sleep at night? Haya si maneno yangu, ni maneno ya Donald Trump kwenda kwa kiongozi wa Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman, akiwa na maana kwa Kiswahili kwamba Mohammed, hivi kweli unalala? Kwa nini alikuwa anamuuliza hivyo? Ni kutokana na maendeleo ambayo Donald Trump aliyaona alipoenda kutembelea Saudi Arabia juzi. Aliona maendeleo makubwa sana ambayo yamefanyika kwa muda mfupi sana toka kipindi cha kwanza alipoenda kutembelea pale alipokuwa rais wa Marekani kwa muhula wa kwanza. Hii ikamfanya aone kwamba huyu kijana analala saa ngapi. Prince Mohammed bin Salman ni kijana ambaye nafikiri mwaka huu ndo anatimiza miaka 40, kasema 85. Kwa hiyo akamuuliza Mohammed, do you sleep at night? Akamwambia ninajaribu tu kulala. Unaona? Haya ni maendeleo makubwa sana ambayo yanaenda pale Saudi Arabia chini ya kijana huyu Mohammed bin Salman, lakini ni maendeleo ambayo yanakuja na lawama kubwa sana juu yake. Na ni lawama gani hizo? Lawama ni kwamba anaitoa Saudi Arabia katika muungo wa kidini na kuipeleka katika muungo wa kimagharibi. Na hiki ndio kitu ambacho nakwenda kukizungumzia leo. Je, Mohammed bin Salman anaitoa Saudi Arabia katika udini na kuingiza katika umagharibi zaidi? Jina langu ni Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kuweza kupata video kama hizi. Hapo zamani Saudi Arabia walikuwa wakitegemea sana pato lao la taifa kutokana na watu ambao walikuwa wanaenda kuhiji pale Maka, lakini pia na watalii. Watu wanaenda kuangalia maeneo muhimu ya kidini, hasa kwa watu ambao wenye dini ya Kiislamu. Kwa hiyo pato lao kubwa sana lilikuwa linategemea na ile location waliopo. Kwa wakawa wanapata pesa nyingi kupitia hivyo. Wakawa wanajiendesha kama nchi kupitia hivyo. Lakini baadaye hali ilibadilika, na hii ilikuwa ni mwaka 1938 ambako waligundua kwamba kuna mafuta katika ardhi yao na uchimbaji wa mafuta ukaanza. Na leo hii Saudi Arabia ndio nchi namba 1 mzalishaji wa mafuta duniani. Mafuta ndio bidhaa yenye thamani kuliko bidhaa zote duniani, kwa sababu vitu vingi sana vinavyotumika katika kuzungushia uchumi duniani kote vinatumia mafuta. Na hii inamfanya Saudi Arabia kuwa na utajiri mwingi sana kutokana na kwamba bidhaa yenye thamani kuliko bidhaa zote duniani inapatikana kwa wingi au inazalishwa kwa wingi katika ardhi yao ya Saudi Arabia. Ikafanya Saudi Arabia ianze kuwa na maendeleo ambayo tunayaona leo mpaka yanashangaliwa na Donald Trump. Kama nilivyosema, mafuta ndio bidhaa ya thamani kuliko bidhaa zote duniani. Lakini kwa bahati mbaya mafuta yanachafua mazingira, na hili linafanya nchi nyingi hasa nchi kubwa zianze kutafuta kitu mbadala cha kutumia katika kuzungushia uchumi wao badala ya mafuta ili kuepuka uchafuzi wa mazingira. Mfano tunaona sasa hivi wanatengeneza magari ya kutumia umeme badala ya kutumia mafuta, treni za kutumia umeme badala ya kutumia mafuta. Umeme sasa hivi hawataki tena kutumia mafuta kuzalisha umeme, wanatumia vinu vya nyuklia. Hii yote ni kuweza kukwepa matumizi ya mafuta ili siku moja dunia isihitaji tena mafuta kwa kiasi kubwa, ili uchafuzi wa mazingira uweze kupungua. Jambo kama hili linaenda kuikosti nini Saudi Arabia? Jambo kama hili maana yake litakwenda kuifanya Saudi Arabia ishuke chini kiuchumi, kutokana na kwamba mafuta yatakuwa hayana thamani tena. Kwa hiyo mapato ya mafuta ambao wanayategemea kuweza kuwapatia utajiri walionao leo hawataweza tena kuyategemea hayo mapato ya mafuta. Hivi ndivyo ilivyo na hivi ndivyo itakavyokuwa kwa nchi zote ambazo zinategemea mafuta kama pato lao kubwa la taifa la kuzungushia uchumi. Mwaka 2017 mfalme wa Saudi Arabia King Salman bin Abdulaziz Al Saudi akaamua kumpa mwanae kijiti ndo ashike nchi na kuongoza. Kuna yeye pia yuko hai, mtoto wake Mohammed bin Salman. Kwa hiyo akashika kijiti na kuanza kuiongoza Saudi Arabia kuanzia mwaka 2017. Sasa alipoanza kuongoza huyu kijana ndio watu wakaanza kuona mabadiliko. Huyu kijana ameingia na mpango wake wa kuanzia ile mwaka 2017 akiwa amepangilia kabisa kwamba ikifika mwaka 2030 naitaka Saudi Arabia niione ikiwa kwa namna fulani, ikiwa kwa namna hii. Kwa hiyo ana vision yake tayari ya jinsi anavyotaka Saudi Arabia iwe mpaka ifikapo mwaka 2030. Kwa hiyo akawa ameweka mipango yake itakayofanyika pale na nini ili kuibadilisha Saudi Arabia iwe vile anavyotaka mpaka itakapofika mwaka 2030. Kwa hiyo hapa sasa hivi Saudi Arabia iko katika mabadiliko, iko katika kubadilishwa. Kwa hiyo ikifika mwaka 2030 nataka kuona kila alichokipanga
kimetimia juu ya Saudi Arabia. Sasa haya mabadiliko ambayo yanaibadilisha Saudi Arabia sasa hivi ndio mabadiliko ambayo kuna wengine wanayasifia kama wakina Donald Trump, na kuna wengine wanayakanja na kuona Saudi Arabia inajivua katika udini na kuingia katika umagharibi. Moja ya mabadiliko makubwa aliyofanya ni kulegeza sheria za kidini. Na kwa mfano, wanawake Saudi Arabia sasa hivi wanaruhusiwa kuendesha magari, zamani haikuwa hivyo. Wanawake wanaruhusiwa kuajiriwa katika sekta mbalimbali tofauti na zamani, lakini pia wanawake wanalegezewa masharti katika kuvaa. Kwa hiyo hata wanawake pia waingia pale hawafuatilii sana katika kuvaa. Lakini pia wakaanza kuona matamasha yanaruhusiwa kwenda kufanyika pale Saudi Arabia kama tamasha ya muziki, kitu ambacho kaa kinapigiwa kelele kwamba jamani, ardhi hii ni ardhi yetu takatifu kwa watu wenye dini ya Kiislamu. Umeona? Kwa nini watu wanafanya hivi na hivi? Kwa Waislamu wengi wakawa wanapigia kelele hilo swala. Lakini pia matamasha, ukiacha matamasha, lakini pia michezo sasa hivi inafanyika pale, na kombe la dunia linatarajiwa kwenda kufanyika pale. Kombe la dunia linapofanyika kuna mengi sana ya kwenda kutokea, ambayo kuna watu wengine wataona kabisa kwamba hapa mbona kama tunavunjiwa heshima. Kombe la dunia huwa linaambatana na vitu vingi sana. Linaambatana na wafadhili, linaambatana na watu wa tamaduni mbalimbali. Kuna wafadhili wa pombe humo, kuna wafadhili wa hiki, kuna mambo mengi sana yanatokea. Inaambatana na zile kampeni mbalimbali, kama kampeni za watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja watapigiwa debe pale ili na wenyewe waweze kwenda na nini. Yaani kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanaambatana na kombe la dunia. Kwa hiyo kitendo cha kwamba kombe la dunia pia litakwenda kufanyikia pale Saudi Arabia kinafanya watu wengi wazidi kuhoji kwamba mbona mabadiliko ni mabadiliko makubwa sana ambayo huyu kijana anayaleta hapa katika ardhi yetu ya Saudi Arabia. Kwenye matamasha, kwa mujibu wa vyombo vya habari wanasema kwamba hata wanawake wanaruhusiwa kwenda kwenye matamasha, lakini pia kuna hizi sinema, watu wanaruhusiwa kwenda kwenye sinema, wanawake wanaruhusiwa kwenda kwenye sinema. Kwa hiyo mambo ni mengi, lakini kubwa zaidi nchi inaanza kujibrand zaidi kama nchi, na ile kujibrand kidini zaidi imewekwa pembeni. Sasa hivi wanajibrand kinchi zaidi. Sasa turudi kwenye point. Kwa nini anaipeleka nchi kuwa hivyo badala ya kuacha iwe katika tamaduni zake za kidini kama siku zote? Kama nilivyoongea hapo juu mwanzo kwamba sasa hivi mafuta yanakwenda kuacha kuwa bidhaa yenye thamani baada ya miaka michache. Kwa nchi kama Saudi Arabia inayotegemea pato lake kubwa kutoka katika mafuta, maana yake ni kwamba itakwenda kukosa mapato ya mafuta kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba watakwenda kushuka kiuchumi. Ili wasishuke kiuchumi, ni lazima waangalie njia mbadala ambayo itawasaidia wao waweze kubaki katika uchumi huu walionao. Njia hii mbadala ni ipi? Ndio hii ambayo huyu kijana ameanza kuiangalia. Mnapomwona anajenga majengo mbalimbali, anaachia sheria mbalimbali ziwe huru, anaruhusu mazingira ya watu mbalimbali kuvutiwa Saudi Arabia, ni kwa sababu anataka kuifanya Saudi Arabia iwe kama Dubai. Anataka kuifanya Saudi Arabia watu wao wanaenda pale kwa ajili ya utalii, watu wao wanaenda pale kwa ajili ya vacation, yani mapumziko, watu wao wanaenda pale kwa ajili ya kufuata burudani kama matamasha au mpira kama hivyo, watu wao wanaenda pale kwa ajili tu ya kuwekeza, kufanya uwekezaji, kufungua mabiashara pale na kuishi pale pale. Anataka watu wa dini zote wavutiwe kwenda kukaa pale au kwenda kutembelea pale, kama ilivyo kwa Dubai. Tunaona Dubai watu wakikaa, mtu akiwa na hela zake zinamwasha, anakuambia nachukua familia yangu tunaenda Dubai kutembea wiki moja. Anataka hivi ndivyo na Saudi Arabia itazamwe na watu kama Dubai inavyotazamwa na watu. Dubai inaingiza pato lake kubwa sana kupitia hivyo, biashara na utalii. Anataka na Saudi Arabia iwe hivyo. Ili iwe hivyo, ni lazima uondoe vitu vingi sana vile vya kidini, ili uweze kuruhusu watu wa dini nyingine pia waweze kuja na kuchangia pato la nchi. Hivi ndivyo ilivyo. Kwa hili ndio lengo kuu la Prince Mohammed bin Salman. Na mpaka sasa tayari nafikiri kashaanza kula matunda ya jambo hilo, kwa sababu licha ya vitu vikubwa kama kombe la dunia kwenda kufanyika pale, lakini sasa hivi watu pia wameshaanza kupaona pale kama sehemu ya kutembelea. Mfano, mwanamuziki wetu sisi wenyewe Juma Jux ameenda juzi kati mwezi wa 4 na mke wake. Wameenda pale kutembea kama vacation, kusherehekea birthday ya mke wake. Kitu ambacho zamani ilikuwa hakuna. Eti mtu unaenda vacation Saudi Arabia, utaenda Dubai, utakuta wanapeleka wapenzi wao wake zao Dubai. Lakini sasa hivi tunaona wameshaanza
kama hivyo Juma Jux kapiga picha kwenye maeneo mazuri mazuri kule Saudi Arabia, tia watu wengi sana. Hivi ndivyo huyu kijana kiongozi wa pale anataka Saudi Arabia ione.